الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Kuanzia leo na mpaka insha Allah kumalizia siku 5 zitakazo kufuatia kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nataka nizungumze mifano ya akhlaqi, mifano ya akhlaqi au maadili zilizoelezwa katika Qur'ani kwa viwango tofauti, kama mifano tu. Mfano, kiwango cha kwanza ni mambo gani Qur'ani imetilia mkazo katika mambo ya maadili ya kibinafsi, mtu ye mwenyewe na nafsi yake katika kutaka kujijenga. Ni mambo gani yataka ayatilie nguvu. Kisha tutajaribu kupiga mfano pia wa maadili kesho na kesho kutwa inshallah, ikiwa tuko hai, maadili ya mtu kama jamii sasa, sio kama binafsi, na namna ya kujenga mahusiano mathalan baina ya mume na mke, wazazi na wana na wazazi na kadhalika, na jinsi ya kuishi pamoja watu kuna zitu gani. Tukija katika nukta ya leo, ni mambo gani katika kiwango cha binafsi Qur'ani imeatilia mkazo? Takriban mambo 7 ambazo pamoja na kwamba za kujenga wewe binafsi, bila shaka athari yake inakuwa kubwa kwa jamii, kwa sababu jamii, hakuna jamii tulioko ni mimi na wewe, mimi na wewe na yeye. Tukija tukiungana pamoja ndio tunatengeneza kitu huitwa nini? Jamii. Na nilivyo mimi na wewe na yeye ndio itakavyokuwa jamii. Kwa hivyo mimi na wewe na yeye tukiwa ni watu wema, jamii itakuwa njema. Lakini mimi na wewe na yeye tukiwa watu waovu, jamii itakuwa mbovu. Kwa hivyo katika kumjenga mtu binafsi, japokuwa yeye atafaidika, lakini matokeo yake moja kwa moja yatakuja kureflect kwenye nini? Kwenye jamii. Kitu cha kwanza ambacho kimetiliwa mkazo sana na Qur'ani katika maadili ya kibinafsi ni ukweli, as-sidq, mtu kuwa mkweli. Na ukweli si katika maneno peke yake, ingawa dhihirisho la kwanza la ukweli ni katika maneno,
lakini ukweli uko zaidi ya maneno, na hili ndio jambo watu wengi hawalitilii maanani. Ukweli pia uko kwenye zitendo. Wakati itakapokuwa zitendo zako zatembea sambamba na maneno yako, pia ni katika aina ya ukweli. Si tu ukweli katika kutoa habari. Sikia fulani ni mkweli kwa sababu akikwambia jambo, habari anayoitoa ni ya ukweli. Ni katika aina ya ukweli, hiyo inatakikana, lakini haiishii hapo. Kuna watu wengi ni wakweli katika habari, katika kunukuu mambo. Akiitwa kutoa ushahidi, atatoa ushahidi vile ulivyo, atakuwa mkweli. Lakini ifikapo yeye zitendo zake kuwa sawa na maneno yake, huwa ni matatizo. Na hili ni katika sampuli ya kutokuwa na ukweli. Na ndio Mwenyezi Mungu akatuambia, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Na ni kitu kizito sana, kwa sababu huanza kwenye mambo madogo madogo, katika tabia ndogo ndogo. Na mahala pa hatari katika maisha yetu ni pale tunapodharau, katika dhihaka, wasema urongo. Wewe watukulia si madhambi, katika mambo ya kawaida kawaida, sijui kumekuja siasa, sijui tumekuja tushindana, waona nafasi fulani mahala fulani nikinena urongo kwa muda, huanza hivyo, itapanda, kisha itakuja kuwa ndio mtindo wa maisha yetu. Ndio utaona katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imesisitizwa sana tabia ya ukweli. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Enyi mlioamini, angalia jana nimezungumza takwa ndio msingi wa maadili. Ittaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu. Mtakapokuwa na takwa, automatic natija yake mtakuwa nani? Ma'as sadiqin. Wa kunu ma'as sadiqin. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia, hadha yaumun yanfa'u as-sadiqina sidquhum, siku ya kiyama. Hii ndio siku ambao wale wa kweli ndio watakao kunufaishwa na ukweli wao. Na nikitaka kuwanukulia aya na hadithi itakuwa mambo marefu, na mimi leo nataka nimalize hizi tabia zote saba. Ninachotaka mimi nasaha, mimi naamini kiwanda bora cha kutengeneza maadili ni malezi ya nyumbani, watoto wakali wadogo. Huku baadaye kukisha kuharibika, sisemi haiwezekani, lakini ni kazi ngumu sana. Na ndio mtaona mara nyingi kila nikitaja jambo narudi kwenye familia na wazazi. Chunga sana kuahidi watoto ahadi za urongo kwa ajili ya kukimbia kero. Toto yuwalia, umetafshika na kilio chake, waona ili kumnyamaza hata nimwambie urongo, nitakupa na wewe huna nia ya kumpa, nitakupeleka na wewe huna nia ya kumpeleka, lakini waona ni ndia ya kumfanya anyamai ili asifanye nini? Asilie. Hatari sana. Watatua tatizo kwa muda wa dakika na masaa au kwa siku, lakini wameza mbegu ya matatizo ya daima milele. Wewe wamtengeneza mtoto mrongo. Sasa
Na isikupite, na wakariria sana, isiwapite kwenye fikra zenu, huyu bado miaka mitatu hatoelewa mambo haya. La. Huyu bado ni miaka mitano, naweza kumdanganya, itatoka katika zitu ambazo mtakuwa mafahamu makosa sana. Kama ingelikuwa ni mdogo hivyo, basi kuna mambo mingi dini haingetuambia tuwafanyie watoto. Dini ilipotuambia tuwafanyie, ni maana bado wale watoto wafahamu kwa kadiri yao. Nitakununulia baba jamaa, kisha humnunulii. Kama wajiona huwezi kumfanyia kile kitu, ama waweza lakini hafai kufanyiwa, wajua si lazima tu uweze. Toto yuwalia miaka mitano ataka kununuliwa simu, wewe imani yako waona kulingana na umri wake hafai huyu sasa hivi kuwa na simu. Hata kama mimi pesa ninazo, mwambie hakuna simu. Vumilia alie hata kama ni siku 3, lakini afahamu kwamba kuna kitu kina ukweli, na akiambiwa no ni no, na akiambiwa yes ni yes. Haya ni mambo ambayo hutokea sana kwenye malezi yetu. Napenda wazazi muwe na hadhari na zitu kama hizi. Pili, katika tabia za kibinafsi ambazo zimetiliwa mkazo sana katika Qur'ani na hadithi, baada ya ukweli ni al-amana, uaminifu. Uaminifu ni kitu muhimu sana. Bali Mwenyezi Mungu katika alipoanza kuumba ametaja zitu ziwili. Kabla hajamuumba mwanadamu, alikuwa na majukumu mawili ataka kuyatoa kwenye maumbile. Jukumu la kwanza ni la ukhalifa. Ni nani atakuwa khalifa wake katika hii ardhi? Malaika wapo, kina Jibrili wapo, kina Mikaili wapo, majini wapo. Akaona Mwenyezi Mungu, la, wote hawafai hawa, mpaka nitengeneze kiumbe kingine kinachoitwa nani? Mwanadamu. Huyo ndo ataweza kutukua jukumu la kuwa khalifa wangu katika ardhi. Yule wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Hilo ni la kwanza, sio tunapopata. Pili, baada ya kutoa jukumu la ukhalifa, Mwenyezi Mungu akatoa jukumu la pili, jukumu la amana. Aliuliza kwamba mimi nina amana yangu, Mungu ana amana yake. Ni kiumbe gani yuko tayari kutukua mzigo huo wa kutukua amana ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Mbingu zikakataa, ardhi ikakataa, majabali yakakataa. Yani ziumbe wote wakamwambia Mwenyezi Mungu, la, ana ya Mungu. Mwanadamu ndio alotaguliwa kupewa amana, kama yeye ndio alivyotaguliwa kupewa khilafa. Ndio ile aya ninao, inna aradna al-amana ala as-samawati wal ardh wal jibal, sio fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula. Sisi tulitoa amana yetu. Mungu anena inna aradhna al-amana ala samawati, mbingu, ardhi, waljibali, majabali, lakini fa abaina, wakakataa. Kisha angalia, Mwenyezi Mungu hakutosheka fa abaina, akataka kutuambia kukataa kwao si kuasi, si kwa ajili ya kuasi. Haiziwezi mbingu kumuasi Mwenyezi Mungu, hayawezi majabali kumuasi Mwenyezi Mungu. Kukataa kwao ni kwa nini? Ishfaqan alaiha, walihurumia kwamba
yaweza ikapotea hii amana. Ni kama mtu anamekuja kwako akuamini, akwambia bwana, mimi nina senti zangu hizi, nimekuja hapa ni mgeni, nitukuzie milioni 10, nataka unishikie mpaka nitakapokuondoka. Akwambia kijumba changu hiki cha uongo na mlango wa kufunga kwa nini kwa kamba, hizo senti zako zitapotea babangu, mimi siwezi. Angalia mahala sasa. Huyu hakukatalii kukuasi, huyu akataa kwa kuhurumia isipotee nini amana yako, kwa sababu amejiona yeye haqualify. Mimi bwana sina mlinzi nyumbani, mlango wenyewe matari, sio vipi utaniatia? Ndio mfano wa mbingu, wamwambia Allah, hii amana ni kubwa, hatuoni kwamba sisi twastahiki kuibeba amana hii. Ndio kanena fa abaina an yahmilnaha, kisha wa ashfaqna minha, wakaihurumia. Akapatikana kiumbe peke yake ana qualify kubeba amana, ni nani? Wa hamalaha al-insan. Sasa angalia nafasi ya amana. Kabla hujatukua amana ya mwanadamu mwendani wako, wewe umeaminiwa kutukua amana ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Najua pengine mtauliza ni amana gani hiyo? Moja ni kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu katika hii ardhi, ni kuimarisha, ni kujenga tauhidi ya Mwenyezi Mungu, tasbihi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kadhalika. Sasa mbali na kwamba ni kitu kizito, na mara nyingi kipimo cha kumpima mtu ubinadamu wake na dini yake, mpime kwenye zitu ziwili. Kwenye zitu zingapi? Ziwili. Wakati akizungumza na wakati akiaminiwa. Kuna hadithi, siku moja wanafunzi wa Imam Sadiq walikuwa waketizie huzungumza mbele yake, wakawa humsifu bwana au huwasifu watu fulani. Fulani mashallah uswali sana, fulani tu kadha, wakahutaja swala sijui nini. Imamu akawasikiliza, akimaliza akatoa comment, akawaambia msiwapime watu kwa sijida zao ndefu na swala zao, yaweza kwamba ni mazoea wameinukia nayo. Sasa tuwaambia, asema wapimeni bisidqil hadithi wa adail amana. Wakati ikija mwataka kuwapima watu, wapimeni wakati kwa hitajika ukweli, wako tayari kiasi gani kuuzungumza ukweli, na wakati wameaminiwa wako tayari kiasi gani kutekeleza amana. Hapo ndipo mahala pagumu sana, na ndio mahala ambapo pakoroga maisha. Leo ukija ukiangalia maisha ya ndoa ya mume na mke, mara nyingi mkorogo unaotokana pale, mvurugu unaotokana pale, mivutano baina ya mabano mawili, kuna tatizo la ukweli na nini na uaminifu kwa maana zake pana. Migongano ndani ya mataasisi, migongano katika jamii, migongano katika siasa, kazini, katika makampuni, mara nyingi ukifuatilia utapata misingi iko wapi? Katika masala ya ukweli na nini na uaminifu. Wa hakadha jamii mzima. Uchumi wa watu wazorota kwa sababu ya kukosekana uaminifu. Hii ni pengine hamwezi kuifikiria. Uchumi wazorota wa watu kwa sababu ya kukosekana uaminifu.
Uaminifu napenda niwaambie, hauko tu kwenye mmekupa amana. Uaminifu ninapokupa kazi ukaniambia Jumamosi utaipata, nikitoipata Jumamosi huwa tayari wewe si muaminifu. Sharti ileweke. Haiko tu kwamba fulani mathalan ukimpa shilingi 100 yako hata kuichange haichange, ataiweka vile vile. Hiyo ni sehemu ya uaminifu. Lakini tunapoagana, hii kazi nataka unifanyie, ima wewe mwenye kupewa kazi ukaichelewesha, ni katika kukosa uaminifu, ama wewe mwenye kufanyiwa kazi ukachelewesha kulipa, ni katika kukosa uaminifu. Na inaingia kwamba jamii haina uaminifu. Na leo katika maradhi makubwa yamezoingia katika jamii zetu ni uaminifu katika kazi. Vijana hasa. Na utapata mifano tungu mzima. Utasikia mtu bwana, mimi afadhali niwape kazi kina fulani. Na wewe mara nyingine waona umetewa kazi, nikikataa nitaikosa. Nikimwambia huwezi kuipata Jumamosi, utaipata wiki itakayokuya, nitaikosa hii kazi. Ili usiikose ile kazi, wewe utakubali. Na wajua wakati wakubali kwamba wewe huwezi kuifanya ile kazi kwa wakati. Lakini wewe waona umewin. Lakini umewin mara moja, umefeli mara 10. Ule harudi tena kwako. Harudi tena kwako. Na kukisha kupatikana watu 2 watatu, kukaanza kuzungumzwa ndiani, fulani usimpekee kazi. Wajua kuna watu kwa kufanya advertise wako bila ya kulipwa. Kuna habari zaweza kusambaa, wewe ukenda ukakodisha zombo za kuisambaza, huwezi kuzipata. Basi watoke watu 4 5, alikuwa wa kwanza ukamcheleweshea kazi, akaya wa pili wa tatu, basi kuisha wewe. Kwa kila mtu fulani usimpekee kazi yako, utaudhika tu. Kuisha wewe, ushamalizika. Kisha utaketi ujilaumu, mimi watu hatutaki kusaidiana, wajua kujengana sisi kwa sisi. Ndio kujengana sisi kwa sisi, lakini sio tu mimi nikuetee wewe kazi kwa kukujenga, na wewe nifanyie kazi inavyotakikana kwa kunijenga. Tusiangalie kujenga upande mmoja tu. Tumeelewana jamanini? Unaelewa ile mifano yetu ya Kiswahili, mkono mmoja ufanye nini? Haupaki mafuta, sio? Sharti mikono miwili. Sasa leo katika zitu ambazo watu wataka wazitie akilini ni uaminifu. Afadhali mwambie mtu, na wako baadhi ya watu hapa, sitaki kutaja majina, na wamefaulu kwenye kazi zao. Na ukienda atakwambia wataka lini, baada ya wiki, haiwezekani. Nenda katafute mtu mwingine. Utakasirika wewe pale kiasi fulani. Lakini baada ya muda utaketi usema fulani bwana ana ukweli. Akiwa haweza kufanya atakwambia, kama hawezi hata ukampa senti ngapi hakufanyi. Wewe ushajenga jina lako katika uaminifu. Kwa hivyo ndugu zangu, uaminifu mpaka wa wakati ambao umewahi kuzungumza, pengine kuna watu wengine watakafaidika. Kuna mambo ya haramu yafanyika, watu huyadharau. Mfano leo wewe umeandikwa kazi, sitaki kujua alokuandika kazi ni nani, ni county, ni kampuni, ni NGO. Si kuna agreement umesaini? Katika ile agreement si huwa imeeleza mpaka duty zako za kazi na masaa ya kazi, utaingia saa ngapi? Mathalan makubaliana katika ile kazi ni saa 2 mpaka saa 11 mathalan, au kuna lunch matoka saa 6:30 marudi saa ngapi? Saa 8. Mwajua fatwa za ulamai ukautumia wakati ule kinyume na agreement yako, ni wakati wa haramu umeutumia. Na watu yaweza kuketi saa 4 pale kazini, wajua kuna mtu hapa akahepa,
akaenda zake huko, sijui sokoni, sijui wapi, akaenda sijui akafanya kazi zake nyingine. Bali baadhi ya ulamai wana mushkil mpaka kuendesha kazi zako kwa simu ukitumia facility za kazi za mtu mwingine. Baadhi ya ulamai, mfano wewe uko ndani ya ofisi ya kampuni, ndani ya ofisi ile waendesha kazi kwa nini online, kazi za watu wengine. Baadhi ya ulamai wasema hili pia kuna mushkil, paka upate idhni, paka uombe idhni, kwa sababu wewe watumia spaki ndani ya ile ofisi ya nani, ya ile kampuni. Meza unaoitumia ya nani, ya ile kampuni. Kiti ulichoketia cha nani, cha ile kampuni. Wakati unaotumia mva nani, mva ile kampuni. Ni nani aliyokuruhusu kuzitumia hizi zitu kwa kazi za watu wengine ama kwa kazi zako binafsi? Ni katika uaminifu. Masuala ya uaminifu tukiyarudia jamanini, wengi tutataka turudi misikitini kuomba toba kabisa. Lakini kuna zitu ni yale, wajua wanadamu mambo huwa mazoea, hatari sana. Hata maasia tukiyazoea kisha huwa mazoea, huwa jambo la kawaida tu. Kama leo kwa wenzetu watu wamesikilia wakati mpaka wewe ukiingia na nguo kwenye zile sehemu hazifai kuvaliwa nguo ndio huonekana kioja. Yani wewe ndio umetoka kwenye mazoea, kwa sababu washazoea kwamba kawaida ni kutembea nini, kutembea tupu. Tuchunge na zitu kama hizo. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Mwenyezi Mungu awaamrisha tekelezeni amana kwa watu wake. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu asema, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, na wale ambao huzilinda amana zao. Na angalieni, nimalize tu nukta mbili nende mbele. Sifa za mtumi alokuwa akisifiwa na wapinzani wake, sifa gani? As-sadiq al-amin. Na ndio nimemaliza mimi, ukweli na uaminifu. Bali mtukana kila matukano, mandazimu, kuhani, upanda mizuka, mshairi, lakini walipofika kwenye ukweli wake wote na alikuwa mkweli. Walipofika kwenye uaminifu wake walisema alikuwa nani? Amin. Na huwezi kuamini mpaka wapanga kumuua, wapanga kumtoa Maka, hupeka amana kwake. Gharibu ajibu Allah hadhihi dunia. Wao hupanga kumtoa na kumuua, lakini kila mmoja akiwa na amana yake humpekea nani? Humpekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio sababu moja alipogura Mtume akamwata ibnu ammi yake Ali ibn Abi Talib, akamwatia moja, alimwata asigure kuwapoteza ile alale kwenye kitanda. Kazi ya pili kuregesha amana za watu, akampa list. Amana za watu gani? Wapangao kumuua, walopanga kumtoa Maka. Hapa ndipo nataka kuwatanabahisha. Tahadhari ndugu yangu, tahadhari. Shetani asikutengenezee sababu katika akili yako za kukuhalalishia kukhini. Tahadhari sana. Kivipi? Ankafiri huyu, hizi excuses. Hii serikali bwana, sisi hii kampuni bwana, sisi tupasuka moyo na hii kampuni miaka yote tukijepa milioni moja nini. Hizi huja sana, ni katika ndia za ibilisi hizi, hukuijia kukuhalalishia wizi ama kukuhalalishia ukhaini kwa kutengenezea hoja. Kama yule alinena, mimi kutoka niinukie huutumikia huu msikiti wa Sofa, babangu ameutumikia
msikiti wa Swafa. Kitu kwa hili zulia moja kenda nalo nyumbani au kutakuwa kuna kosa gani? Ziko sana hizi. Huanza hivyo. Mimi nimepasuka moyo. Umri wangu wote niko hapa. Sasa wewe walikuwa hufanya hii kazi kumfanyia Mungu ama hufanywa kulipwa? Ndio utaona leo watu huipatia leseni wakaitukulia zitu za misikiti wakaenda nazo nyumbani, wakaitukulia madirisha wakaenda nayo nyumbani, wakatukua mafuta ya taa wakaenda nayo nyumbani. Ukimuuliza hoja, mimi ndio swalishao pale msikitini. Sasa kama wewe uswalisha ndio imekuhalalishia? Na haya yako kila sehemu, kwenye madrasa, kwenye misikiti, kwenye siasa, kwenye kampuni. Utasikia mtu, mimi bwana hizi senti za serikali bwana watatule bwana. Hatari sana. Mtu amekuetea amana, mfano gawanya Ramadhani, amekuetea mathalan milioni 10. Amekuamini yeye na amekuona pengine ni mtu katika ule mui, gawanya kama ni chakula ni nini. Kama wataka chako mwambie mapema. Sijui tumeelewana jamani? Muulize mapema, mimi hizi milioni 10 kugawanya, mimi zangu ngapi? Akwambie mapema, wewe tukua chako. Kama hakukwambia na kama wewe waona wastahiki, itakubidi hata kama utatukua, utukue kwa kadiri ya ulivyowapa watu. Lakini usianze kutengeza habari kwamba lakini bwana aliniamini mimi, ameniletea mimi, kwa hivyo 100,000, 200,000 ndani za nani? Ni zangu. Makosa. Wa ila omba ulipwe. Mwambie mapema, hii ni kazi wanipa kukufanyia, nikugawanyie, mimi utanilipa zangu. Ni haki yako, waweza kuomba, wala hakuna madhambi. Mimi utanilipa ngapi? Mimi nitakulipa zako 100,000, sawa, nitakufanyia. Milioni 10 nitawanya, lakini najua zangu ni nini? 100,000. Lakini masala umezitukua kisha wajikatia zako wewe mwenyewe juu kwa juu. Hakuna mpango huo. Twende mbele. 3, ikhlas. Hawa watu watafutwa jamanini, na nawaambia ulimwengu tunauishi itafikia wakati watu wataki tena degree wala PhD, watu wataka kujua umwaminifu ama si mwaminifu. Matatizo makubwa, ni mkweli ama si mkweli. Ana ikhlas. Ikhlas ni nini? Sisi tumezoea ikhlasi ya ibada, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin. Ikhlasi ni kufanya jambo kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikija kwenye ibada, ikija kwenye mambo mengine, ikhlasi inamaanisha kukifanya kitu kwa ajili ya imani ya kile kitu, si kwa malengo mengine. Leo wewe umetoka katika hii jamii, umeamua kuitumikia jamii, umeamua kufanya mambo fulani katika kuiendeleza jamii. Mfano tu, vijana mtaani wamekutana, vijana 5, 6, hebu tutengenezeni grupu, tuwekeni usafi hapa mtaani kwetu. Mataka muwe na ikhlas. Ikhlas ni iwe lengo lenu ni kutengeneza usafi pale, si stepping stone ya kufikia mambo mengine. Lengo lenu ni kuleta amani pale mtaani, si kufikia mambo mengine. Na hii ndio itajenga kitu chaitwa uzalendo. Neno ikhlas tukitaka kulileta kwenye siasa, kulitoa kwenye dini, tunaweza kuliita nini? Uzalendo. Uzalendo ni nini? Ni unapofanya kitu kwa ajili ya umma wako, kwa ajili ya jamii yako, kwa ajili ya nchi yako, si kwa malengo yoyote isipokuwa kwa kujenga nchi yako. Sio ndio maana ya uzalendo? Na hichi ndio kitu ambacho kwamba leo tumekikosa.
kuwa na uzalendo, kuwa na ikhlas. Na hii mikao ya upinzani ndio imeturudisha nyuma sana. Kuna habari sitaki kuzinena kwa sababu sitaki kuingia kwenye hizi grupu nikaambiwa ushangilia grupu hii na hii, lakini hichi kipindi cha miaka 10-15 cha siasa kuna mambo yafanywa kuharibiana kwa sababu mimi siko kwenye utawala. Hata kama anayefanya lile analolifanya ni la sawa, hata twende tukaharibu. Kwa nini tuharibu? Ili asionekane huyu yuwatumikia jamii. Kwa mfano, lau napiga mifano, sitaki kunena, lau leo amekuja mathalan mwanasiasa yuko kwenye kiti akaamua mathalan kutia taa katika kila barabara katika kudumisha security, moja taa ni katika kuleta security, au akaamua kuagizia madude fulani ya taka ahakikishe hakuna barabara utakosa nini, mahala pa kutupa taka. Ukiamka asubuhi uone taa pale imevundwa, uone lile fulani limepigwa moto, lile limeharibiwa. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha hatuna uzalendo, kwa sababu yule aliponunua ile taa akaiweka, kwanza amenunua kwa pesa zetu, si pesa zake. Ingawa credit huitukua yeye, lakini pesa zinazotumika ni za nani? Ni zetu, za umma. Ni kodi tunaulipa mimi na wewe, ndio wao wanaotukua kaja wakafanya haya maendeleo. Sawa, ikiwa yale maendeleo sisi yaturidhisha ama hayaturidhishi, lakini senti zetu zile. Sasa watu kukosa ikhlas huwapekea kuharibu zitu zao. Niwape experience moja ndogo ilitupata sisi katika miaka ya 90s huko. Sijui wengine katika vijana nafikiri walikuwa hawajazaliwa. Kuna kipindi kulikuja na shida ya mai kubwa sana hapa Amu. Shida mai kubwa sana kabla hatujaja kwenye masala ya ugatuzi. Kationa sisi ni wadogo. Sheikh Uthmani yuko hapa, mambo haya atayakumbuka vizuri. Katika taasisi iloteza dauri kubwa katika kupambana na tatizo hili ni taasisi yetu. Tukaanza kampeni ya kufukua zisima hapa Lamu. Tukafukua zisima zaidi ya 20 kila mtaa, mpaka Tundani kule milimani Uyoni. Na nafikiri kuna baadhi mkipita baadhi ya ndia mpaka leo ziko zingine zimefungwa, lakini mtaona imeandikwa Muassasat Ahli Albayt. Na ilikuwa tufukua kisima, baada ya kufukua kisima twajenga birika, twaweka pampu ya mai, twaweka mifereji. Ilikuwa ni project ya kuhakikisha kila mtaa umepata nini? Kisima na mapata mai. Basi si mnajua mambo yetu ya hapa Amu ya mikao na mizozo. Kuna watu walikuwa waendeme kila siku hutuvundia mifereji. Huwezi kuamini, mashini za mai zilikipijwa studa na liteza guloli hapa, zilikipijwa studa kwa bloki ya 9x9. Jamaa huenda kwenye kisima na bloki ya 9x9 aipija mashini ndani. Tukenda mpaka ikafika wakati huo budget ya maintenance ya zisima ikafika 50,000 kwa mwezi. Budget ya maintenance. Sheikh Uthman uko hapo. Mimi wakati hono bado hata sianda nafikiri hata kusomesha nafikiri. Budget peke yake 50,000 kwa miaka ya 90 si pesa kidogo jamani. Kisha si serikali, ni organization ya kidini tu. 50,000. Mpaka ikafika wakati wale donors wakasema hatutaki tena kusikia hizi habari, na kama kuna uwezekano wa kupata lori kwenda kuzifukia zile zisima, nendeni mkazifukie. Na wanukulia maneno kwambia ule ukweli.
Sio tu wateni, kiwa mwaweza kuziziba zisiweko tena pia nendeni. Hatujawahipo kufanya kazi mahala tukapata makuruhi sampuli hii. Kukitiwa paka wamezokufa, hutukuliwa paka amezokufa uyusi, akaenda katiwa ndani, akatoswa ndani ya kisima. Yani ghariba ajibu jamani, ghariba ajibu. Lakini ukiwasikia watu zungumza wote ni malaika, watu kila mmoja huzungumza ni malaika, na walikuwa wafanyao mambo yale si wandazimu. Wandazimu wako kila siku katika unumuya au kuandayeo, si wandazimu. Wandazimu wana limiti yao ya mambo yao, ni watu wenye akili zao. Na hunu ni mfano mdogo tu, na naamini mambo kama haya yako kila mahala wafanyiwa watu kuharibu tu mambo yasiendelee. Ni katika nini? Hii ni katika kukosa uzalendo, ikhlas. Tabia nyingine asabr, kusubiri na kuvumilia, kisha kujenga ukweli, uaminifu, ikhlas. Si rahisi. Ukiwa mkweli hutopendwa. Sioni kwamba ukiwa mkweli utapendwa. Mara nyingine hususa katika mazingira ya urongo, ukiwa mkweli sana wewe huonekana tatizo. Tasikia paka jamaa fulani msimwambie bwana. Fulani asialikwe. Kwani ule bwana ni mtu atakuwapenda ukweli sana. Wewe ukiwa mwaminifu sana, kukipangwa madili utaiona ufanywa nini? Hutolewa. Kwa sababu gani? Hutakubali. Ndio utasikia fulani bwana asitiwe kwenye chama hiki, asiwemo. Kwani ule bwana na ushekhe wake atakuwa kutuharibia bwana. Ushekhe mwingi. Tena utaanza kupewa na maina sasa. Ustadhi mwingi, mwambie kwani hapa Maka, ataki upuze ende zake Maka huko kama ataka. Utaanza kupewa na maneno haya. Kwani si tuko Maka? Kwani hapa tuko msikitini? Hii siasa bwana. Kaa kando kama uyawezi mambo haya. Kwa hivyo ukitokuwa na subra, waweza kuanda. Wako wetu watu wameanda wakawa wakweli, wakawa waaminifu, lakini with time wavutana, kwa sababu wave iko kinyume na nini? Na wewe. Dili za mabarabarani ziko kinyume na wewe. Utafika wakati ukishindwa kusubiri, mai atafanya nini? Mai atakutukua. Ndio Mwenyezi Mungu atuhusia kuwa na subra. Subra si wakati ukifiwa tu. Watu wamebakisha subra kwa sababu fulani amefiliwa na babake, fulani amefiliwa na mamake. Hiyo ni sehemu ndogo ya subra. Subra ya kutofanya maasi si matoto. Subra ya kuona dili hii yao kwamba mujarrad wa kidole tu, saini tu, mimi nimeshaukata maisha yangu. Si masala ya shilingi 1000 na 2000, maana umetewa dili hii milioni 20, milioni 30 hapa. Kitoka hapa mimi nimetoka ndio kuisha. Unene la wakati ule taka subra wallah. Yataka moyo kama Nabii Allah Yusuf aliyetewa kila kitu. Siku ile watu huona tu alikuwa ni mwanamke, si mwanamke tu. Siku ile Nabii Allah Yusuf angekubali, angepata starehe sio tu za mwanamke na senti. Ule ni mke wa mfalme. Wewe wafikirisha angeomba nini atakacho ule mwanamke angelimkatalia? Ataka dhahabu ngapi, kilo ngapi, angelimkatalia. Lakini akaweza kusimama fahamu, akasema maadha Allah, maadha Allah. Lakini yeye mwenyewe asema nimepita ule mtihani, si rahisi shekhe. Inna nafsa la ammaratun bisu wama ubarri'u nafsi. Gale ya Nabii Allah Yusuf asema sijisifu kwamba mimi ni mjuaji sana, nimeweza kufaulu. La, inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Rehma ya Mwenyezi Mungu ilinisaidia siku ile, katoka kwenye lile juya. Wa ila angalikuwa leo uko asfala safilin. As-sabru. Na ndio Mwenyezi Mungu akatwambia katika mambo ambayo malipo yake hayana kiwango ni nini? Subra. Bighairi hisab. Kuna hisabu. Inna Allaha ma'a sabirin. 5,
na 6, nimebakisha hizo tu 2 nimalize. Al-iffa, pia ifa ni katika aina ya subra, lakini hii sana iko kwa vijana, yahusiana na matamaniwa peke yake. Subra yatumika katika kila jambo, mahala pa matamaniwa, mahala pa dhiki, mahala pa shida. Mwenyezi Mungu amekupa maradhi, Mwenyezi Mungu amekupa mtihani, umepotolewa na mali yako, kazi zako zimekuharibika, hiyo ni subra. Ifa ni kijana wa kiume ama wa kike ameweza kusikilia maksada ya kutimu, hana uwezo wa kuoa, mwanamke hayapata mwenye kumuoa, kipindi ambacho matamaniwa yako kwenye kilele, ukawa na nguvu ya kuyadhibiti matamaniwa yako katika kipindi kile, yasikupelekee kufanya makosa. Hii ndio huitwa nini? Ifa. Utaipata wapi? Iangalieni hii aya iliyoko Suratun Nur, aya ya 33. Mwenyezi Mungu anena, waliyastafifi alladhina la yajiduna nikaha. Yastafif min al-ifa, wajikinge kwa kuvumilia na kwa kujihifadhi. Nani? Alladhina, wale ambao kwamba la yajiduna nikaha, hawana uwezo wa kuoa, ambao kipindi kile ndo kipindi cha afya, cha matamaniwa, si matezo. Ukampata barobaro amebalighi, ameweza kuketi mpaka amesikilia miaka 23, 24, 25, ameweza kudhibiti nafsi yake asipotoke, astahiki kupigiwa saluti. Na ndio ule katika wale 7 watakao kufinikwa na zivuli siku ya Kiyama, ambao wametaguliwa, specific people. Mmoja ni nani? Shabun nashaa fi ibadatillah. Wale 7 yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. Watu 7 Mwenyezi Mungu atawafunika zivuli siku ya Kiyama, siku ambao hakuna kivuli isipokuwa cha nani? Mmoja ni nani katika 7? Shabun, barobaro, nashaa, kutoka akianza kuinukia ukali mdogo, ameinukia katika ibada ya Mwenyezi Mungu, hakupotea, si matezo. Na mwisho atawadhu, unyenyekevu. Ndio Mwenyezi Mungu anatuambia, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Watembea barabarani, ukiwaona utawaona watu wa kawaida, hawaipiji zifua, hawapiji matao, kwa sababu moja katika alama ya kibri ya dhihiri katika namna unavyotembea. Watu huona kutembea ni kawaida, lakini mwendo wako wadhihirisha personality yako mara nyingi, si ya kibri tu, ya mambo mingi. Kwa hivyo Muislamu hakupewa nafasi hata katika mwendo kutembea atakavyo yeye. Usende katika ardhi kama utakao kuruka, lena innaka lan takhriqal ardha, hutoitoboa ardhi, walan tablughal jibala tula, na namna utakapokudunda kwenda juu huwezi kufikia urefu wa majabali. Kwa hivyo tawadhu, unyenyekevu, ndio unaowafanya watu watukuzwe. Hadithi ya kuhatimisha darasa yangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, man tawadhaa rafa'ahu Allah, atakaye kunyenyekea basi Mwenyezi Mungu ndio humpa cheo, humuinua. Watu wote humuheshimu, watu humnyenyekea. Wa man takabbara, mwenye kutaka kuonesha ukibri, wadhaa, Mwenyezi Mungu ndio humwangusha, watu wote wakamdharau. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allah.